chama, miradi ya serikali. Bado chama tumekuja kutembelea mradi ambao unatekelezwa na Chama cha Mapinduzi kwenye shule hii ambayo mwenyekiti wa CCM mkoa wa Mbeya aliweka nguvu yake hapa, ndio hii maabara. Kwa hiyo niombe sasa, tutakuwa hatuna mambo mengi. Niombe sasa nikulete mkuu wa shule. Awali ya yote nikushukuru sana kwa kufika shule ya sekondari Ipumwe na nikukaribishe tena kwa mara ya pili. Sisi kama shule kwa niaba ya bodi tunafarijika sana na tunajiona kwamba tuna bahati ya pekee kwa sababu ni mara tatu yote mheshimiwa mwenyekiti hii shule umeitembelea. Mara mwisho umefika hapa tarehe 14 mwezi wa pili kuweka jiwe la msingi, nadhani kibao kinaonekana hapo nyuma. Mwenyekiti Mwalunenge, safi? Safi! Mwenyekiti, awali ya yote niseme tu kwa ufupi. Mpaka sasa hapa ilipofika hili jengo limetumia shilingi milioni 148,070. Hapo unapoliona mheshimiwa mwenyekiti. Kwa hivyo mheshimiwa mwenyekiti, mpaka kukamilika kwa hili jengo litagharimu jumla shilingi milioni 157. Kwa hiyo tumesalia na shilingi milioni 16 ili tukamilishe hili jengo. Lakini kwa uwezo wa Mungu tunaamini tutaweza kwa sababu chama ni chetu, wadau wapo. Lakini sambamba na hilo mheshimiwa mwenyekiti, nitakuwa ni mkosefu wa fadhila nisipowashukuru wadau katika hizo fedha ambazo zimetumika katika huu ujenzi wa hili jengo, shilingi milioni 141. Watumishi hao wamechangia shilingi milioni 1,065. Bodi ya shule imechangia shilingi 670. Lakini tunaye rafiki yetu ambaye ni rafiki wa shule Mr. Yogesh Modharia yule pale ametuchangia shilingi milioni 20. Yametumia jumla fedha milioni 283. Kwa maana yale madarasa block zile mbili na hizi maabara. Mheshimiwa mwenyekiti, tunakushukuru sana kwa kufika hapa leo. Tunaamini muda ni mchache na majukumu mengi, lakini nikupongeze kwa kazi unayoifanya. Chama hiki ni chetu sote na sisi kama watumishi wa Chama cha Mapinduzi kupitia hii shule tuko mstari wa mbele kuhakikisha chama chetu kinaenda kushinda kwa ngazi zote. Na dhumuni ya sisi kama shule ni kuandaa vijana wetu, kwa maana wanafunzi wetu hawa waje kuwa raia wema, waje kuwa ni wataalamu ambao tutawazalisha hapa. Lakini zaidi pia hatuwezi kufanya hayo yote bila kukisupport chama chetu katika chaguzi zote, ngazi zote, na hasa uchaguzi mkuu unaokuja. CCM hoye! Mheshimiwa mwenyekiti, sasa niombe nirudishe samani bwana. Ndio, karibu. Kitaaluma mkoje? Nashukuru sana. Kitaaluma mheshimiwa mwenyekiti. Mwaka jana matokeo ya kidato cha 4 tulikuwa na division 1 19, division 2 23, division 3 3 tu. Hatukuwa na 4 wala 0. Kidato cha 6 mwaka jana tulikuwa na division 1 165, division 2 24. Hatukuwa na 3, hatukuwa na 4 wala 0. Lakini tukasema pamoja na kukagua utekelezaji wa ilani tupite hapa tuone kazi inayofanywa na jumuiya ya Chama cha Mapinduzi. Na ninyi wote mmeona jinsi ambavyo wadau wa kwanza ni walimu wenyewe. Changa kujenga majengo ya shule haijawahi kuonekana. Wape makofi makubwa. Kwa hiyo watumishi wenyewe ndio wadau namba 1. Na wadau wengine ambao wamejitokeza kama ndugu yetu pale, mwenyekiti wetu wa mkoa na viongozi wa mkoa ambao wamejitokeza kunani hapa. Lakini mwenyekiti, ninachotaka kusema hapa ni swala la value for money. Kwa maana ya thamani, ukiangalia yale majengo mawili kule, yale mapya na haya unayoyaona mapya yote hapa, ukienda unawasomewa fedha za mradi unaweka mikono kichwani. Kumbe hao wakiwapa milioni 500 wanaweza wakafanya maajabu. Baada ya kusema ndugu mwenyekiti, naomba nikukaribishe mjumbe wa halmashauri ya taifa. Kwanza ni pongezi kwa uongozi wa shule na watumishi wote. Nawapongeza sana. Sababu kwenye shule watu muhimu sana ni hawa watu wanaotusababisha tujielewe hapa. Kwa hiyo nawapongeza mkuu wa shule. Mimi nitembelea, niliwapa chachu na ni kuwapongeza shule kwa maana mkuu wa shule kwa uthubutu wenu na moyo wa kizalendo kwa nchi yetu na mkoa wetu wa Mbeya. Haya mambo yanayofanyika na yaliyoelezwa, kama una uzalendo ndani ya moyo wako, una spirit, huwezi kuyafanya. Lakini hiyo ni dhamira ya dhati mlionayo
kwenye mioyo yenu, imewasukuma, ndio maana mmeamua kubadilisha mandhari ya shule kwa mipango yenu wenyewe ndani ya shule. Kwa hiyo tujipigie makofi mengi sisi chama na nyinyi shule kwa uthubutu huo. Lakini nimeona walimu kupitia mishahara yao hiyo hiyo bado na wenyewe wametoa contribution ya majengo haya. Hongereni sana walimu. Kwenye shule zingine na walimu wao wanalalamika tu mishahara, mafao, sisi sijalipwa nini, allowance, lakini hapa imekuwa ni kinyume. Mwalimu naye amecontribute kwenye ujenzi wa hii shule. Sasa kweli mimi sina maneno mengi ya kusema zaidi ya kusema kwamba shule zingine na maeneo mengine waige mfano wa Ivumwe. Lakini si tu kwenye mambo ya majengo na hizi maabara zilizojenga, lakini hata ufaulu wenyewe ni fantastic. Lakini pia discipline ya wanafunzi. Wanafunzi jipigieni makofi mengi. Zamani kumleta mtoto wake shule sasa hivi kidato cha kwanza, cha pili, na cha tano na cha sita, amlete Ivumwe. Wana kila kitu. Madarasa mazuri. Maabara ipo hapa. Kwa hakuna sababu tena mzazi kuhangaika. Leteni watoto wenu hapa ili waje kunufaika na haya matunda bora ambao wanayapata wanafunzi wengine. Lakini nyingine ni donors wetu. Mliotu support kwenye hii contribution. Tunawashukuru sana. Muendelee na moyo huo. Tuko pamoja na nyinyi. Na tutaendelea kuombea kwa Mwenyezi Mungu kwa sababu kutoa ni moyo na ni imani, ni ibada pia. Kwa hiyo tunashukuru sana, Mwenyezi Mungu atakulipa hizo thawabu. Na wengine wote ambao wameshiriki kwenye kusapoti ujenzi wa hizi maabara na madarasa.